Yes, ebana leo kwenye Tembo Mastori tumeamua kumulika mbali tena na sio pingine ni pale Santiago Bernabeu Real Madrid. Ebana, ishu kubwa ni kuhusiana na Florentino Perez. Wengi hupenda kumuita Pape Perez. Huyu ni mhandisi na mfanyabiashara mkubwa kabisa ambaye bana hapo jana ameshinda uraisi wa Real Madrid kwa mara nyingine tena. Bana, historia yake tu ni kwamba Florentino Perez ni mfanyabiashara na alichaguliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2000 kuiongoza timu hiyo, na ilitoka kwenye limbikizo kubwa sana la madeni hadi hatimaye kuwa timu tajiri ulimwenguni. Ishu kubwa tu, Florentino Perez bana ni miongoni mwa watu ambao walishawahi kufanya sajili kubwa sana. Akiwa kama rais aliwahi kumsajili Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldinho Nazario, lakini pia Beckham, na alijiuzuru mnamo mwaka 2006 kwenye kiti cha urais wa Real Madrid, lakini baadaye alirejea mnamo mwaka 2009, na aliporejea tu alisajili baadhi ya nyota hatari na tishio akiwemo Ronaldo, Kaka, Gareth Bale pamoja na wengine wengi ambao walijiunga na Real Madrid. Miaka ikasonga na ikasogea, na ni miongoni mwa watu ambao wameisaidia sana Real Madrid kutoa baadhi ya mataji zaidi ya 30 akiwa kama rais wa timu hiyo. Bana, siku za hivi karibuni amesajili baadhi ya nyota akiwemo mchezaji Jude Bellingham, Antonio Rudiger kutoka Chelsea, Kylian Mbappe kutoka PSG, na sasa baada tu ya kushinda uraisi ametangaza kuwa atamsajili kocha wa zamani Jose Mourinho, miongoni mwa makocha hatari tishio duniani, na aliwahi kuwa kocha wa Real Madrid. Kwa hiyo anamrudisha Jose Mourinho miongoni mwa makocha wenye mataji mengi sana kama sehemu ya kuimarisha kikosi cha Real Madrid. Lakini pia hapo ikumbukwe Florentino Perez kawaahidi kuwasajili baadhi ya nyota ikiwemo Mikel Olise ambaye kwa sasa anakipiga kwenye kikosi cha Bayern Munich, na yote haya ni sehemu ya kuimarisha kikosi cha Real Madrid na kuifanya Real Madrid iwe bora zaidi, na jana kashinda urais bana. Hii ni Tembo Mastori. Sasa kusubscribe, comment na kushare. Tunapatikana YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok.